Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, kitabu chake chaitwa I'lamul Muwaqqi'in. Man humul muwaqqi'in? Naam, العلماء هم الذين يوقعون أحكام الشرع عن الله تبارك وتعالى. sababu wao ndio wana zitia tawqii, kama vile ni mawakala sasa kwenye hukumu za Allah tabaraka wa taala, wanasema wakiwa ni mawakala wa kuzisemea hukumu za Allah tabaraka wa taala. Sasa kuwafahamisha hawa maulama, kitabu kakita hivyo I'lamul Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, kuwafahamisha maulama wenye kunukuu na wenye kutia tawqii kutoka kwa Allah Mola wa viumbe. Nasema hivi kwa sababu kuna mmoja alipokuwa katika watu wanaoleta tafsiri kwenye baadhi ya maredio kwa sabika ni wamufassiruna wakubwa, mmoja alipokuwa akizungumza kwamba Ibn al-Qayyim amesema, akataja kitabu I'lamul Muwaqqi'in katika kuwafahamisha wenye kuingia kwenye madhambi. Sasa sijajua alikuwa hajajua kwamba I'lamul Muwaqqi'in ni jina la kitabu au ajua kwamba ni jina la kitabu cha Ibn al-Qayyim, lakini aona kama ndio tafsiri yake. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyah wa na'udhu billahi min al-jahl. Kwa I'lamul Muwaqqi'in maana yake ni hiyo tuliyotaja hapo. Wanaotajwa hapa ni maulama muwaqqi'in na sio wenye kuingia kwenye madhambi. Kwa Sheikh Shamsuddin الإمام محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أنا سمع الصواب ليلو ساوى إذا ترجح عند المنتسب إلى مذهب، itakapokuwa na nguvu mtu, itakapokuwa amepata nguvu, imekuwa na nguvu kwake, kwa yule mwenye kujinasibisha na madhhab, itakapokuwa na nguvu kwake. Elimu ni nuru na kujifunza ni safari isiyo na mwisho. Sasa unayo fursa ya kujifunza na kuongeza maarifa yako katika elimu ya dini kwa urahisi, tena ukiwa popote. Tunawakaribisha kujifunza na masomo online, ikiwa ni ngazi ya ibtidaiya, masomo yatakayokuwezesha kujifunza kupitia mfumo wa mtandao kwa mazingira rafiki na kuzingatia uelewa wa kila mshiriki. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na fiqhi, sira, tauhid, hadithi, nahau, lugha ya Kiarabu pamoja na Qur'ani tukufu. Vipindi hivi vinaendeshwa na walimu wenye taaluma na uzoefu wa kufundisha kwa mbinu zitakazorahisisha ujifunzaji na kuwajengea misingi imara ya elimu ya dini. Iwe wewe ni mwanafunzi, mfanyakazi, mfanyabiashara au mwenye shughuli nyinginezo, unaweza kushiriki masomo haya kwa urahisi ukiwa mahali ulipo. Usajili unaendelea sasa na ratiba ya masomo itawasilishwa kwa washiriki watakaojiunga. Katika kuunga mkono uendeshaji wa vipindi hivi na kuwezesha upatikanaji endelevu wa masomo haya, washiriki watachangia kiasi kidogo kitakachosaidia kugharamia huduma kama vile internet. Kwa mawasiliano zaidi na namna ya kujiandikisha, wasiliana nasi kupitia namba 0756694826. Usikose fursa hii adhimu ya kujifunza. Jiunge nasi leo, jifunze kwa urahisi na endelea kujijengea maarifa yako yenye manufaa katika maisha yako. Masomo online, elimu kwa uelewa, maarifa kwa maendeleo. فافهم فليس الشك كاليقين. إذا ترجح عند المنتسب إلى مذهب، itakapokuwa na nguvu mbeze mwenye kujinasibisha na madhhabi, itakapokuwa na nguvu nini? Qaulun, qauli ghairu qauli imamihi, isiyokuwa kauli ya imamu wake, bidalilin rajihin, kwa dalili iliyo na nguvu, fala budda an yakhruja ala usuli imamihi wa qawaidihi, basi hapana budi kutoka kuacha misingi ya imamu wake, akatoka nje, in khuruj ala, akatoka akamwacha imamu wake, misingi ya imamu wake na kawaidi zake, hapana budi, lazima afanye hivyo. fa innal a'immata muttafiqatun ala usuli al-ahkam, kwa sababu maulama
wana wavioni ni wenye kuwafikiana juu ya misingi ya hukumu. Wa mata qala ba'dhuhum qawlan marjuhan, na wakati wowote atakaposema baadhi yao kauli yenye kuzidiwa nguvu, imeelemewa kwa nguvu, kuna rajih na hiyo ni marjuh. Sasa fa usuluhu, basi ile misingi yake tarudduhu, itamkataa, itamrudi yeye. Wa taqtadhi alqawla arrajiha, na itahukumilia kusema kauli iliyo na nguvu, kwa maana ya kwamba itabidi aache. Hapa kuna kitu kinajificha kwa watu wengi, hasa mutaassiba katika baadhi ya madhahib. Inapotokea mathalan katika masail katika masala mathalan ya tashihi na tadhif, mwanachuoni fulani anaona hadithi fulani ni sahihi na mwingine anaona hadithi fulani ni dhaifu, au katika masala ya kifiqhi mathalan katika istinbat al-ahkam, au katika masala istidlal, mwanachuoni fulani anaona masala fulani hukumu yake ni kadha na kwake yeye rajihi ni kadha, na mwingine anaona kwamba ni kinyume na alivyosema wa kwanza, kauli iliyo kinyume ya hiyo ndiyo iliyo rajihi na yule ya mwenzake ni marjuh, kwa maana kwamba masala yametokea khilafu ndani yake. Nataka nitoe mifano katika sehemu hizo mbili tu. Katika masala ya kusahihisha hadithi, kwa sababu hadithi inahitaji athubut kabla ya kufanya istidlali, lazima uangalie masala ya kuthibiti kwanza, na itakapothibiti kama ikiwa dalala yake au dilala yake ni dhanniya, dhanniyatu dalala, basi kuna masala ya ikhtilafu yanajitokeza pale. Pingine ikatokea ikhtilafu katika masala yale, wanawachuoni wakakhtalifiana kwenye kauli zaidi ya moja. Inapotokea hali kama hii, kuna baadhi ya watu wanang'ang'ania kauli moja kwamba mimi msimamo wangu ni huu. Kwa nini? Kwa sababu mwanachuoni fulani kasema kwamba, lakini hadithi hii haikuthibiti, ni dhaifu. Atakwambia kama ikiwa hawa wameona dhaifu, hawa wameona sahihi, kwa hiyo sitashika wale waliona sahihi. Tumeelewana? Kwa hiyo kwa nini unilazimishe kwamba ni lazima nifuate kauli ya yule anayesema kwamba hii ni dhaifu? Si kuna wale waliosema sahihi? Basi acha mimi nifuate hawa. Tumeelewana? Hii hali iko katika mujtama. Pengine mwingine asiseme maneno kama hayo, akasema lakini sio wote, tasema tu kwa ujumla, lakini sio wote waliosema dhaifu, sio wote. Kina nani wengine? Wako, lakini sio wote. Ili mradi ni kwamba anaweza kung'ang'ania msimamo mmoja kwa sababu kuna kauli nyingine imekhalifu. Hili jambo lipo, na sio kwa awamu nas, bali lipo kwa watu matulabu ilmi, liko kwa watu wanaitwa mashekhe ambao wanadhaniwa kwamba wana daraja kubwa katika ilmu na maarifa. Kwa hiyo hili lipo, tutalitazama latakiwa liweje sasa. Je, hivyo lilivyo ndio sawa au linatakiwa liwe vipi ili liwe sawa? Na kama mathalan hadithi imethibiti na watu hawakukhtalifiana katika kuthibiti kwake, basi kama kutotokea ikhtilafu, hata kama kauli nyingine ni marjuh, bali ikawa hiyo nyingine ni dhaif na nyingine ni sahihi, bado mtu atakwambia walikulli wijhatun huwa muwalliha. Basi kila mmoja na ana kila mmoja uelekea aliouelekea.
nyinyi fastabiqul khairat bas خلاص maadamu kuna wanawachuoni wamesema hivi خلاص kwani lazima mimi nifuate kauli hata kama kauli hiyo ni shadh dhaifun batil lakini bado utakuta kuna kungangania hivyo kwa maana ikhtilafu ummati rahma ikhtilafu ummati rahmatun. Sasa hapa ndipo watu wengi wanapokosea. Kwa nini? Naam, jawabu ni kama ifuatavyo. Makosa yalipo ni kwa sababu wale maulama wamejiwekea misingi, na misingi mingi katika hiyo ni muttafaqu alaiha. Maulama wamejiwekea misingi, na misingi hiyo mingi katika hiyo wameafikiana wanawachuoni hasa wa madhhab al-arba, wanawachuoni wa ahli sunnah wal jamaa. Kuna baadhi ya misingi ahlul bid'ah wameikhalif na wala haizingatiwi. Kwa mfano hadithi imekuja katika sanad an fulan au hadathana fulan qala akhbarana fulan an rajulin sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam. Kwa ahli sunnah wal jamaa ikija an rajulin sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, hii inaonyesha kwamba huyu bwana ni sahaba, huyo jahalatuhu la tadhurru. Hii ni ittifaq na ijmaa kwa ahli sunnah wal jamaa kwamba hadithi hii kwa hali hii ni sahihi, hata kama kuna jahala ya sahaba ama kwa watu wengine wasio kwa ahli sunna, wao kwa sababu wanafanya tani katika adala ya masahaba hawakubali hilo. Kwa hiyo wao kukhalifu kwao hakuzingatiwi. Sisi tunazungumzia ndani ya daira ya ahli sunna, misingi ya ahli sunnah wal jamaa mingi katika hiyo ambayo iko katika misingi ya hadithi, misingi ya usul, qawaid al-fiqhiyya, mingi katika hiyo ni shibu muttafaq alaiha. Kwa nini wameweka misingi? Kwa sababu masaili yote ya furu' yarudishwe katika misingi hiyo. Ikhtilafu zote zinazotokea zirudishwe katika misingi hiyo. Kwa hiyo inapotokea mathalan wanawachuoni wamekhtalifiana katika kuisahihisha hadithi, sisi hatumfanyi yule mwanawachuoni yeye mwenyewe kwamba ni dalili, bali tutafanya ile misingi ambayo wao wameafikiana, tutaifanya kwamba ndio dalili ya kumhukumu yeye. Sasa tumeelewana? Na kama misingi yao wamekhtalifiana mathalan, kabla sijaingia katika jambo hilo ambalo nimeligusia sasa hivi, katika ile misingi ikiwa wao ile misingi wamekhtalifiana, kwa mfano katika baadhi ya misingi au kawaidi ambazo ziko katika masala ya hadithi, ni kukubali hadithi mursali au kutokuikubali, wanawachuoni wamekhtalifiana katika hili. Je, hadithi mursal ni hujja au si hujja? Sisi tutaangalia misingi mingine, kitu gani kilichopelekea ikataliwe hadithi mursal. Kwa tutautengeneza huu msingi mpaka tupate kauli iliyo rajih kwamba as-sawabu ni kwamba mursal ni dhaif. Kwa mtu akituletea marasil ahadith, marasil hadithi mursal na haina shawahidi zozote, tutahukumu kwa dhaifu. Sasa wanawachuoni kwa kuwa wamejiwekea misingi, na misingi mingi wamekubaliana, iwe ni misingi katika hadithi mathalan. Kwa hiyo inapokuja masala ya tashihi na tadhif, kama wewe ni talibul ilmi, kama wewe ni shekhe wataka kuyahukumu hayo masala, usiseme hivi kwamba kuna hawa wameidhoofisha na wengine wameisahihisha, sasa sisi tunakuwa na wale walio isahihisha. Hakuna taklidi hapo, tayari kuna misingi imewekwa. Tutakiwa tufanye bahthi, tuangalie tutoke na natija, tumtazame kwa nini huyu ameisahihisha hadithi hii, kwa misingi ipi, na kwa nini huyu ameidhoofisha hadithi hii, kwa misingi ipi. Kwa nini huyu ameona hadithi hii ni dhaifu na kwa nini huyu ameona hadithi hii ni sahihi.
Kama ni ikhtilafu katika tawthiqi rawi, tutaangalia kuna masaliki za kupita sasa, kwamba rawi huyu amezungumzwa na nani, wakina nani wamemjeruhi, tutawagawa katika mafungu yao. Tutachukua fungu la kwanza, hili ni fungu la mu'tadilun, tutaweka pembeni. Wanafahamika maulama mu'tadilun na vitabu vya mustalahu, vitabu vya ulumul hadith katika fani ya al-jarh wa at-ta'dil imewagawa wanawachuoni hao katika misingi hiyo kwamba hawa ni al-mu'tadilun. Alafu kuna kundi lingine ni kundi la mutashaddidun, lakini mutashaddiduna pia wamegawanyika. Kuna mutashaddiduna fi at-tawthiq wa at-tad'if, na kuna mutashaddiduna fi at-tad'if fi at-tajrih, lakini mutasahiluna katika tawthiq. Wako pia wanawachuoni wa aina hii wameweka katika mafungu hayo. Alafu kuna kundi la mutasahilun, al-a'imma al-mutasahilun, yani fi at-tawthiq wa fi at-tajrih, yote yanakuwa ni mutasahilun. Kadhalika kuna kundi la akharun. Kwa hiyo sisi tutaangalia huyu amejeruhiwa vipi, sababu za jarhi, ikhtilafu za wanawachuoni, uwiano wao, natija yake. Hapa tukipata natija tutaona kwamba kauli ipi iliyo na nguvu katika kuhusu rawi huyu, na tutapata pia vile vile kiwango cha jarhi ya mtu huyo, kwamba jarhi yake ni yasir, kwamba yanjabir, au ni jarhi shadid, jarhi yake ni kubwa kali. Kwa tutafanya utafiti mpaka tutapata natija kuhusu mtu huyo. Tutatazama hadithi kwa turuki zake nyingine. Je, kuna mutabaat? Je, kuna shawahid juu ya hadithi hiyo? Je, shahadatu ni tamma au qasira? Mutabaa ni tamma au qasira? Mahali shahidi ni wapi? Tutafanya masala haya, tutafuatilia. Walillahi alhamdu, kutubul hadithi mawjuda, والقواعد والأصول مقررة. ziko qawaid na usuli kwa alimaha man alim wa jahilaha man jahil. Sasa watu kama wanakwenda katika misingi hiyo, basi ikhtilafu nyingine zinasalimika, zinakuwa zinapungua. Na hata kama hazitapungua kwa kiwango hicho, lakini mtu atabaki katika misingi ya sawa sawa. Lakini kauli tunayoipinga hapa ni kusema kama wewe waona hiyo elimu ni nuru na kujifunza ni safari isiyo na mwisho. Sasa unayo fursa ya kujifunza na kuongeza maarifa yako katika elimu ya dini kwa urahisi, tena ukiwa popote. Tunawakaribisha kujifunza na masomo online, ikiwa ni ngazi ya ibtidaiya, masomo yatakayokuwezesha kujifunza kupitia mfumo wa mtandao kwa mazingira rafiki na kuzingatia uelewa wa kila mshiriki. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na fiqhi, sira, tauhid, hadithi, nahau, lugha ya Kiarabu pamoja na Qur'ani tukufu. Vipindi hivi vinaendeshwa na walimu wenye taaluma na uzoefu wa kufundisha kwa mbinu zitakazorahisisha ujifunzaji na kuwajengea misingi imara ya elimu ya dini. Iwe wewe ni mwanafunzi, mfanyakazi, mfanyabiashara au mwenye shughuli nyinginezo, unaweza kushiriki masomo haya kwa urahisi ukiwa mahali ulipo. Usajili unaendelea sasa na ratiba ya masomo itawasilishwa kwa washiriki watakaojiunga. Katika kuunga mkono uendeshaji wa vipindi hivi na kuwezesha upatikanaji endelevu wa masomo haya, washiriki watachangia kiasi kidogo kitakachosaidia kugharamia huduma kama vile internet. Kwa mawasiliano zaidi na namna ya kujiandikisha, wasiliana nasi kupitia namba 0756694826. Usikose fursa hii adhimu ya kujifunza. Jiunge nasi leo, jifunze kwa urahisi na endelea kujijengea maarifa yako yenye manufaa katika maisha yako. Masomo online, elimu kwa uelewa, maarifa kwa maendeleo. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.